Israeli yasema bado inaishambulia Iran. Israeli imesema alfajiri ya leo kuwa inaendelea kufanya mashambulizi ndani ya Iran, ikiwemo kwenye mji mkuu Tehran. Hayo ni wakati duru kutoka Marekani zinasema Washington inajiandaa kuishambulia Iran mnamo siku za karibuni. Jeshi la Israeli limetoa indhari ya kuondoka kwa watu walio karibu na mtambo wa kuzalisha maji mazito ya kupooza vinu vya nyuklia wa Arak, ikiwa ni ishara kwamba inalenga kuushambulia. Mtambo huo wa Arak unakutikana kiasi kilomita 250 kusini magharibi mwa Tehran. Iran ilijibu mashambulizi ya Israeli kwa kufyatua makombora kadhaa ya masafa ambayo hata hivyo inaarifiwa ya kusababisha maafa ndani ya Israeli. Wakati huo mtandao wa habari wa Bloomberg umeripoti kuwa maafisa wa Marekani wanajiandaa kuishambulia Iran siku zinazokuja. Usiku wa kuamkia leo, Rais Donald Trump aliongoza kikao cha pili cha Baraza la Usalama wa Taifa, na taarifa zinasema ameidhinisha mipango ya kuishambulia Iran, ingawa bado hajatoa amri rasmi ya utekelezaji. Na nikwambie, kwa siku ya Jumatano na usiku wa kuamkia leo, milipuko imeutikisa mji mkuu wa Iran, Tehran, katika mfululizo wa mashambulizi yanayoendelea kufanywa na ndege za kivita za Israeli. Utawala mjini Tel Aviv umerejea kuwa ina udhibiti wa anga la mji wa Tehran na imekuwa inayashambulia maeneo muhimu kudhoofisha nguvu za kijeshi za Iran na mradi wake tata wa nyuklia. Iran nayo ilijibu mapigo usiku wa kuamkia leo kwa kuvurumisha makombora kadhaa ya masafa kuelekea Israeli, lakini taarifa zinasema karibu yote yalidunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli, japo kulikuwa hakuna uthibitisho. Vile vile, eneo lililo karibu na kinu cha maji mazito cha Iran cha Kondab limepata shambulio la Israeli na hakuna hatari ya kuvuja kwa mionzi, ISNA inaripoti. Kulingana na shirika la habari, wafanyakazi walihamishwa kutoka kwenye kinu cha nyuklia hapo awali. Iran haitoi vikwazo vyovyote vya mashambulizi au kwa mashambulizi zaidi dhidi ya Israeli. Mkuu wa majeshi ya Iran Abdurrahim Mosavi anasema, tutaendelea kushambulia walengwa wowote wa utawala wa kizayuni wa Israeli ambao wamefanya uchokozi na hatuoni vikwazo mbele yetu. Kanali ya televisheni ya Iran SNN imemnukuu kamanda huyo. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji, Mosavi alitembelea moja vituo vya jeshi la wanazi wa mapinduzi ya Kiislamu ya jeshi la wanaanga jioni ya Juni 18. Alitoa shukrani kwa wapiganaji na kuelezea ari na kiwango chao cha utayari kuwa cha juu sana. Vile vile, makao makuu ya amri ya mtandao ya jeshi la Israeli C4I na kituo cha kijasusi cha kijeshi katika bustani ya teknolojia ya Gavi Dashiam yalilengwa na mashambulizi ya makombora ya Iran siku ya Alhamisi asubuhi, IRNA imeripoti. Kulingana na shirika hilo la habari, maelfu ya wanajeshi wanaohusika na uchakataji wa data za kijasusi na utendaji kazi wa mtandao waliwekwa hapo. Kituo cha kijasusi cha Gavyam kipo karibu na hospitali ya Soroka kusini mwa Beersheba ya Israeli, ambayo haikupata uharibifu wowote kutokana na wimbi la mlipuko, wakati miundombinu ya kijeshi ilipigwa kwa usahihi, shirika la habari lilisema. Eneo karibu na moja ya mitambo mikubwa zaidi ya maji ya Iran huko Arak imekumbwa na shambulio la Israeli, kulingana na shirika la habari la Mehr, lakini bado hawajaeleza madhara makubwa yaliyoweza kutokea. Hakuna hatari ya uchafuzi wa mionzi, kwani vifaa viliondolewa kabla ya mashambulizi hayo kufika, shirika la habari lilisema. Vile vile, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hataki hata kuzungumzia uwezekano wa Israeli kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Anasema, ikiwa naweza, natumai hili litakuwa jibu sahihi zaidi kwa swali lako. Sitaki hata kujadili uwezekano kama huo, alisema kwenye mkutano na wakuu wa mashirika ya habari ya ulimwengu ulioandaliwa, alipoulizwa maoni ya Urusi itakuwaje ikiwa Israeli itaamua kumuua Ayatollah. Tangu kuanza kwa operesheni ya Israeli dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, ndege za Israeli zimekamilisha safari 600 za kujaza mafuta katika anga ya Mashariki ya Kati. Vyombo vya habari vya jeshi la ulinzi la Israeli linasema, tangu kuanza kwa operesheni ya Simba Anayeinuka, makumi ya ndege za kivita za IAF zimekuwa zikifanya kazi katika anga ya Iran na kulenga shabaha za kijeshi za serikali ya Iran, IDF ilisema. Wanajeshi wenye itikadi kali kutoka ukanda wa Gaza wamerusha roketi kwenye eneo la Israeli, jeshi linasema. Roketi limegunduliwa ambayo ilitoka ukanda wa Gaza na kutua katika eneo lisilo na watu huko Israeli, ilisema taarifa hiyo, na hakukuwa na ripoti za majeruhi, alibainisha. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha kuendelea kwa operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika mazungumzo na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kiongozi huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari, nilimwambia endelea, Trump alisema kuhusu mazungumzo yake ya Juni 17 na Netanyahu, akizungumzia kuhusu operesheni ya Israeli dhidi ya Iran. Alisema hakuonyesha kwa Netanyahu kwamba Marekani itaweka uzito mkubwa nyuma ya kampeni ya kijeshi ya taifa la Kiyahudi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Rais pia alitoa kile ambacho wengine wanakiita onyo la siri kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa uhasama dhidi ya Iran katika siku zijazo. Anasema, tutaona wiki ijayo itakuwa kubwa sana, labda chini ya wiki, labda chini. Trump
alionya bila ya kufafanua. Vile vile, ndege ya E-4B Nightwatch, pia inajulikana kama Doomsday Plane, imehama kutoka jimbo la Louisiana la Marekani hadi kituo cha jeshi la wanahewa cha Andrews karibu na Washington DC, huku kukiwa na ongezeko la hivi punde la mzozo wa Israeli na Iran, gazeti la Daily Mail limeripoti. Ndege hiyo ambayo hutumika kama kituo cha kuruka kwa uongozi wa nchi katika shambulio la nyuklia iliruka kutoka Bossier City. Kwa kuongeza mafuta angani, Nightwatch inaweza kubaki hewani kwa wiki. Vifaa vilivyo kwenye bodi vinakinga mafuta na nyuklia. Ndege hiyo ilitumiwa na rais wa 43 Marekani George Bush wakati wa shambulio la kigaidi la Septemba 11, 2001. Jeshi la anga la Marekani linaendesha ndege 4 za E-4 ambazo zilianza kutumika miaka 1970 na ambazo muda wake wa kuishi unaisha mnamo 2030. Iran imerusha kombora lake la balistiki la hatua 2 la masafa ya kati la Sejil katika mazingira ya mapigano kwa mara ya kwanza, shirika la habari la Tasnim limeripoti. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Tehran ilirusha makombora matatu kama hayo katika ardhi ya Israeli. IRGC imeongeza kuwa operesheni za awali zimefaulu kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga wa Israeli kama ilivyokuwa siku za nyuma. Jeshi lilisisitiza kuwa mashambulizi ya makombora yatalengwa na kuendelea. Sejil ni kombora la hatua 2 la masafa ya kati na la upeo wa juu wa kilomita 2000, lilijaribiwa kwa mara ya kwanza mnamo 2008. China inaamini kuwa kufumbia macho ongezeko la hivi punde la mvutano katika Mashariki ya Kati ni jambo lisilokubalika. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anasema baada ya mazungumzo ya simu na mwenzake wa Oman Saidi Badri bin Hamad bin Hamud Abdul Said. Jambo muhimu zaidi katika hatua hii ni kusimamisha ufyatuaji risasi, kusimamisha uhasama. Kadiri tunavyofikia usitishaji mapigano ndivyo hasara inavyokuwa ndogo. Wizara ya mambo ya nje ya China ilimnukuu akisema, hatuwezi kukaa tu na kutazama eneo likitumbukia kwenye shimo. Kwa maneno yake, hatua za Israeli zilikiuka sheria za kimataifa, kukiuka mamlaka na usalama wa Iran na kudhoofisha amani na utulivu katika eneo hilo. Shambulio hilo pia lilikatiza maendeleo yaliyopatikana kwa bidii katika mazungumzo juu ya suala la nyuklia la Iran, wakati huduma za upatanishi za Oman hazikufaulu. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump hataki kuihusisha Marekani katika mzozo unaowezekana wa silaha katika Mashariki ya Kati. Sio mfupi sio mrefu, alisema akizungumzia operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran ambayo Marekani hutoa misaada mbalimbali. Sitazamii muda mrefu, nataka kitu kimoja tu, Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, Trump alisema akizungumzia wasiwasi kutoka kwa umma wa Marekani kwamba Washington ipo kwenye ukingo wa kuingia katika vita vingine vya muda mrefu vya Mashariki ya Kati ambavyo vinaweza kuwa chungu kwa Marekani kama uvamizi wa 2003 wa Iraq. Operesheni hiyo ilidumu kwa miaka 8 kamili na kumalizika mnamo 2011. Anasema sitazamii muda mrefu, muda mfupi kuhusika kijeshi katika hali ya Iran. Nimekuwa nikisema hivyo kwa miaka 20 kwa urahisi sana. Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, sio swala la kitu kingine chochote, alisema. Wanajeshi wa Marekani wako tayari kwa uamuzi wowote ambao Rais wa Marekani Donald Trump anaweza kufanya kuhusu Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth anasema Iran ilikuwa na fursa ya kufanya mapatano, walipaswa kufanya makubaliano. Neno la Rais Trump lina maana fulani, ulimwengu unaelewa hilo. Na katika wizara ya ulinzi kazi yetu ni kusimama tayari na kujiandaa na uchaguzi, na hilo ndilo tunalofanya, alisema wakati wa kikao kwenye kamati ya Senate ya huduma za silaha za Marekani. Tuna mipango ya kila kitu, aliendelea kusema alipoulizwa ikiwa Pentagon iko tayari kwa mzozo wa silaha na Iran. Iran inafikiria kuzishambulia meli za jeshi la wanamaji la Marekani ikiwa Washington itashiriki moja kwa moja katika mzozo huo pamoja na Israeli. Afisa mkuu wa Iran anaiambia Al Jazeera ya Qatar, uingiliaji wowote wa moja kwa moja wa Marekani katika mzozo huo utasababisha tishio ambalo halijawahi kushuhudiwa kwa meli za adui. Afisa huyo alikiambia kituo cha television, kulingana na yeye, Iran inazingatia kushambulia lengo la baharini na nafasi za adui ikiwa Amerika itashiriki katika operation ya Israeli. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.